morning Canada time to check. Siku nyingine tena nzuri tunakutana hapa katika kipindi chetu pendwa cha World Cup nyumbani na Azam TV, tukiangazia matukio mbalimbali ya fainali mbalimbali za kombe la dunia. Kumbuka episode ya kwanza tuliangazia jinsi ambapo uanzishwaji wa kombe la dunia lilivyoanza, timu shiriki, lakini bila kusahau miaka kadhaa ya 1986, hususan tukio la Diego Armando Maradona dhidi ya England, Three Lion, yani Simba watatu, lakini bila kusahau fainali za mwaka 1990, Cameroon akifika hatua ya robo fainali akiondolewa na England kwa kichapo cha mabao 3-2. Lakini kumbukizi tamu za fainali za mwaka 1994, matukio mengi sana yalijiri, pamoja na fainali za kombe la dunia mwaka 1998. Lakini bila kusahau katika episode iliyopita ya pili tuliangazia kuhusiana na fainali za mwaka 2002, Senegal chini ya kocha Mfaransa Bruno Metsu kufika hatua ya robo fainali na kuondolewa na Uturuki bao la Ilhan Mansiz. Lakini bila kusahau pia mwaka 2006 fainali zikiweza kuchukuliwa na Ujerumani kuandaa Jurgen Klinsmann na Joachim Löw. Lakini safari hii ilikuwa ni Italia Azzurri chini ya Marcello Lippi, licha ya kuwa na kashfa ya Calciopoli Police ya upangaji matokeo katika ligi kuu ya soka nchini Italia. Lakini leo ni siku nyingine tena, episode ya 3, tukiwa na malegend hapa ambao tumewaalika katika siku ya leo, wachambuzi wa soka hapa nyumbani Tanzania, lakini pia wamecheza ndani ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Ni bahati ya kipekee kuungana na Tigana Lukinja maarufu kama kocha Tigana. Amepita Nazareth ya Njombe, amepita pia Majimaji ya Songea, kwa hiyo ni bila kusahau Tukuyu Stars wana Banyambala. Kumbuka ubingwa wao ambao waliushinda miaka ile 1987-86. Atanikumbusha hapa Tigana Lukinja. Rifari sana kuweza kukutana naye katika siku ya leo. Coach, vipi? Salama kabisa ndugu yangu. Tuko vizuri? Tupo vizuri. Jina lake maarufu Mpwa. Naam. Lakini unapozungumzia timu ya Tanzania Taifa Stars, amepita CDA ya Dodoma, lakini pia amepita Young Africans. Amekuwa katika kada ya uchambuzi kwa muda mrefu sana. Ali Mayai Tembele, ni nafasi ya kipekee sana kumkaribisha hapa kuweza kujumuika naye. Ali Mayai, siku nyingine tena nzuri. Siku nyingine tena tunakutana pamoja. Miongoni mwa matukio ya kombe la dunia, umeitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Mechi moja ninaikumbuka ilikuwa ni dhidi ya Kenya Harambee Stars. Dhidi ya Kenya Harambee Stars. Tumecheza wakati ule, hatua zilikuwa hatua za awali. Wakati ule wa Kenya hapa tulitoka nao sare. Tulipokuwa Nairobi walitufunga bao 2-1. Preliminary stage, hatua za awali. Tukawa tumetolewa. Mara ngapi ulicheza kutafuta kufuzu kombe la dunia? Tumetafuta kufuzu kwa sababu kwa miaka yote ambayo tumecheza timu ya taifa kuanzia ile 98, of course 97, it was 97. Kuanzia 97 kwenye kombe la dunia, kwenye finali, kwenye zile hatua za awali 97 nimeshiriki, lakini pia 2001 kuelekea ile 2002 ya Japani tulishiriki, lakini hatua za awali. Unakumbuka tena, umenikumbusha, unajua 2002 ile matukio ya Japani ni moja kati ya ile Korea na Japani, World Cup ya Korea na Japani ni moja kati ya World Cup ambayo kuna vitu vingi sana ndio tumeshajadili katika kipindi kilichopita. Lakini hii katika rekodi ambayo hata wengi ilikuwa mijadala na hata baadaye ilitumika kama reference kwenye technical aspect ya football. Ni ile decision ya kocha wa Brazil. Unakumbuka alikuwa Scolari, Luis Felipe Scolari, kwenye selection ya wachezaji. Unakumbuka alimuacha superstar ambaye ndio alikuwa mchezaji
alikuwa superstar mchezaji bora 94. Sasa watu 2002 vipi mbona anamwacha? Na of course ndio alikuwa age imesogea, lakini akamwacha wakati ule, akamchukua Ronaldo de Lima, alimwacha Romario. Brazil yote, washabiki wote hawakuwa na imani kabisa. Wakati ule ndio mitandao, wakati ule taarifa zilikuwa sio kama hivi sasa hivi, lakini kwenye media zote wakati ule yani comments za Brazil zilikuwa yani hazikubaliani na selection ya hiyo aliyoifanya yule kocha, lakini kocha alistick hadi rais wa nchi alicomment. Rais wa Brazil alicomment kwamba hao vipi mbona unamwacha? Of course ndio wakati ule by that time alikuwa na 30 something age, alikuwa age imesogea sababu alikuwa amecheza muda mrefu, lakini alichokwenda kukifanya Brazil kwenye FIFA World Cup ya 2002 na akatoa kombe na mchezaji magoli aliyefunga 8 katika mashindano yale ni kitu ambacho kiliendelea kuwa reference. Kwa hiyo hata kwenye training program za coaching huwa ni moja kati ya reference ambayo huwa inatumika when it comes to tactical discipline ya kocha, yani anasimama na kile alicho kiamua kutokana na yani ana technical justification, yani na sababu za kitaalamu zilizopelekea kufanya selection ya wachezaji wale ambao waliochagua. Kwa hiyo ni moja kati ya reference ambayo katika World Cup itaendelea kukumbukwa, na kocha Scolari anakumbukwa kwa hicho alichokifanya na kuweka rekodi kwenye FIFA World Cup 2002. Na uzuri Ronaldo de Lima alikuwa mwaka 98, wengi wanazungumza kwamba alipata degedege katika fainali ya 98 na issue ilikuwa pia na Ronaldinho Gaucho kuitwa mwaka 2002. Ronaldinho akiwa Paris Saint-Germain kabla kuelekea katika kikosi cha FC Barcelona, na alitakiwa sana na Manchester United kurithi nafasi ya David Joseph Beckham baada ya kuweza kuzunguana kidogo na Sir Alex Ferguson. Ndio uzuri hapa kuwa na legends hapa kukumbuka matukio mengi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo kukumbukwa sana, kombe la dunia lilipita mabara mengi sana. Ujio wa bara la Afrika kuandaa kombe la dunia, kwanza turufu ilikuwa 98, ikaenda 2002. Sepp Blatter akasema ni wakati wa Asia, na kweli ikaenda Korea Kusini na Japan. Lakini mwaka 2006 kinyang'anyiro kingine tena ikawa ni Ujerumani ambao waliweza kushinda. Lakini 2010 Blatter alisema hii sasa ni wakati wa Afrika. Tigana Lukinja. Naam, muda wetu ulikuwa umefika na kule kucheleweshwa kulikuwa kuna makusudi kuweka miundombinu bora nyakati hizo, kwa sababu watafiti wa mambo wanasema ile World Cup ya mwaka 2006 kule German ndio iliyopaswa kuwa ya kwetu. Sasa baada ya tafiti yao inaonyesha kwamba kuna mambo yalikuwa hajakaa vizuri South Africa kwa level ya World Cup. Yalikuwa yamekaa vizuri kwa muonekano wa kawaida, lakini World Cup ni kitu kingine. Level inataka iwe ya juu sana, kwa maana infrastructures, kwa maana miundombinu yote, barabara, hoteli za hadhi ya nyota 5, viwanja, umbali wa kutoka pointi moja mpaka pointi nyingine inaowezesha mchezo. Kwa hiyo wakatupa time, wakatuchelewesha makusudi ili tufanye marekebisho ya vitu ambavyo havikukaa vizuri. Sepp Blatter wakati ule ndio alikuwa Blatter. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinatajwa ilikuwa na msisimko wa hali ya juu Afrika kupokea mashindano kama yale. Alimayai Afrika kweli ilikuwa kama alivyozungumza. Unajua ni kweli kwamba kilichofanyika South Africa, unajua hata miundombinu mingi ilijengwa wakati wa World Cup, miundombinu, viwanja ambavyo vilijengwa klasi ambayo FIFA unajua FIFA ndio kila mwaka huwa kila msimu huwa wanakuwa na review, yani kadiri jinsi miaka inavyozidi kwenda zile huduma huwa zinakuwa developed, yani kulingana na mahitaji ya wakati huo. Kwa hiyo by that time ile 2006 inafanyika Ujerumani, huko South Africa tayari ilikuwa imeshaanza program ya sports infrastructure development, kuendeleza vile miundombinu ya michezo. Watu wanajuaga miundombinu ya michezo labda ni viwanja tu vya kucheza mechi ambavyo watu washabiki watakwenda kuingia, lakini viwanja vya mazoezi na viwanja vya mazoezi standard, unajua standard ya FIFA, kile bali standard ya FIFA kwamba timu zinapokwenda unajua kwa mujibu wa standard, kwa mfano kwa miongozo ya FIFA kwamba timu huwa zinatakiwa zifike kwenye nchi minimum siku 5 kabla ya mechi kuanza kucheza. Kwa hiyo siku 5 ratiba ya mazoezi huwa ni wako wenyewe wajipangie ratiba. Ndio ratiba ya mechi inakuwa imepangwa, mechi itaanza saa 2 usiku au saa 12 jioni, lakini ratiba ya mazoezi utajipangia wewe mwenyewe. Aidha wakafanya saa 4 usiku, saa 8 usiku, saa 9. Kwa hiyo ni uchaguzi wa timu mwenyewe binafsi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho South Africa kweli yani ilithibitisha
Kwa Afrika tulikuwa tayari, na hata ile hamasa tu yenyewe South Africa, ile hamasa ya South Africa kwa mashindano yale ya FIFA 2010 ni moja kati ya kitu ambacho kilisaidia South Africa develop ile infrastructure, miundombinu ya michezo, viwanja vya mazoezi na viwanja vya mechi, lakini pia na huduma nyingine za kijamii ikiwemo hotels zile 4 star 5 star hotels ambazo viongozi wote walikuwa yani wote baada ya kuhojiwa wote walikuwa na 100% walikuwa wako comfortable kama walivyoshiriki katika mashindano mengine, lakini na kuitangaza pia bara la Afrika kwamba tuko tayari, kitu ambacho hata baadhi ya wachezaji, mmoja kati ya wachezaji ambaye ndio South Africa ataendelea kuweka rekodi, mchezaji wa kwanza kufunga goli ile mechi ya ufunguzi South Africa na Mexico. Nyema inaita Mexico. Wao inaita Mexico. South Africa na Mexico. Ilikuwa ni mwezi tarehe 11 nakumbuka, tarehe 11. Kitu ambacho kiliwekwa kwenye rekodi ya FIFA. Kwanza tusio kufunga goli la kwanza, ndio mtu wa Afrika wa kwanza kufunga goli katika World Cup 2010, lakini mtu wa nyumbani kufunga goli nyumbani. Ni kitu ambacho rekodi, na hata ile tuzo, kuna tuzo ambazo Blatter alikuwa ameziandaa wakati ule za kutoa magoli bora. Alikuwa na criteria za kutoa hayo magoli, tuzo zake. Yaani mpaka goli lako lichaguliwe one among the best goals. Huo meet hizo criteria. Sio goli lile la umefunga kwa beki sijui kukosea, umefunga sijui kwa ulipata tu mpira kwa bahati mbaya, hapana. Ni magoli ambayo yani kuna jitihada ambazo umeonyesha. Kwa hiyo ni moja kati ya magoli ambayo yataendelea kuwa rekodi hapa Tanzania. Watu wengi walizoea kumuita asifiwe. Unajua ni sifiwe Shabalala. Watu wakajua asifiwe Shabalala, asifiwe Shabalala. Lakini ni sifiwe Shabalala, na alikuwa ni kiungo wakati ule Kaizer Chiefs, ilikuwa ni Kaizer Chiefs. Amakosi, the Grammar Boys. Ukiangalia bao lenyewe kikosi kocha Tigana Lukinja cha Afrika Kusini, walikuwa kina Teko Modise, Katlego Mpela, Bernard Parker, Aaron Mokoena, Matthew Booth walikuwepo. Ilikuwa ni timu, hata golikipa Itumelenga Kune pia naye kwa golini. Ilikuwa ni timu ambayo kuleta hamasa kweli kweli, na hususan mechi ya kwanza ikamalizika kwa sare bao 1-1. Mimi binafsi naamini generation bora ya pili baada ya ile iliyocheza 1996 AFCON, na McFish. Generation bora ya South Africa iliishia 2010. Walipata kizazi kingine kama backup kikafanya makubwa sana. Shabalala ambayo wengi sasa wanaweza kumchanganya na homeboy wetu kwa sababu ya mfanano wa majina, na huyu kwamba alichukua jina baada ya mafanikio ya Shabalala yule. Tuseme kwamba walikuwa na kikosi kizuri sana. Kwa sisi tuliobahatika kuonaona siku za nyuma, enzi za kina McFish, za kina Siabonga Nomvete, Siabonga Masinga, tunaona wana gap kubwa toka talent ile na talent nyingine za South Africa, lakini at least kwenye World Cup ya mwaka 2010 kulikuwa kuna mfanano wa baadhi ya maeneo kiuchezaji ambao alikuwa anaturejesha nyuma kwenye wale nyota wa siku za nyuma. Kwa hiyo alikuwa na kikosi kimoja bora sana. South Africa tangia wakati huo naturally South Africa ni ball players, yani ni wachezaji wa mpira kwa kuchezea mpira tangia wakati ule, kama alivyozungumza, yani ni wachezaji wa mpira, na hata kipindi hicho malo wale wote ni wachezaji wa mpira. Sasa huku wakati ule watu walikuwa wanajua wachezaji wa mpira, ndio zamani ilikuwa midfielder, hata umpige kanzu midfielder mwenzako, lakini kule South Africa yani wote, yani ukiangalia kwa mfano fullback au central defender, yani kama vile midfielder, yani jinsi ambavyo jinsi ambavyo wako very comfortable kutokana na strategy yao na hata falsafa yao ambayo ilikuwa wanaitumia ya kuchezea mpira. Ni kitu ambacho ni kweli ukiangalia golden generation ya 2010 ya South Africa, kuipata tena Steven Pina walikuwa kina Steven Pina of course, Bongani Kumalo. Kwa hiyo kuipata tena ile generation ile golden generation ile ni kwa pamoja, kwa kweli sio kazi rahisi. Anaweza katokea mmoja wawili, lakini kwa pamoja holistically as a team kwa kweli honestly sio kazi rahisi, sio rahisi. Na hapo miongoni mwa kitu ambacho kileta utofauti wetu katika mashindano yale ilikuwa ni utumiaji wa vuvuzela. Jinsi ambavyo zilivyokuwa zinapulizwa zile vuvuzela kama chungu katika FNB Stadium, lakini wenyewe dunia ilikuwa haijui vuvuzela. Lakini South Africa ndio initiate vuvuzela viwanjani. South Africa ndio initiate, ni culture yao kama nyuki. Kama nyuki ile vuvuzela na culture from that, yani kuanzia baada ya FIFA World Cup ile 2010 tayari vuvuzela ndio ikasambaa duniani kwenye football kwa washabiki.
lakini South Africa ndio ilo initiate na dunia, watu wengine duniani kote, mabara yote wakaanza kuadopti kutokana na ile utamaduni ambao South Africa walithibitisha wakati wa World Cup walipohost mwaka 2010. Kwa hiyo ni moja kati ya reference ambayo itaendelea, moja kati ya historia ambayo itaendelea kukumbuka. Na bahati nzuri ikienda unajua kwenye FIFA makao makuu kuna kumbukumbu ambazo hata mtu unaweza kama kitu fulani wakijua una kidharau tu, lakini ukienda kwenye library ya FIFA Zurich, Uswisi, ukienda Zurich unashangaa kuna kumbukumbu zilizopo pale, hauwezi kuamini. Yaani miongoni mwa kumbukumbu, hata hizo kumbukumbu za watu wanajua kama kumbukumbu tu za magoli tu, sio dakika ngapi nani alifunga, lakini mpaka za matukio kama hayo ya washabiki, sijui kitu gani ambacho kitu gani kili influence, akiambali idadi ya washabiki, ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli FIFA yani itaendelea kuwa FIFA na kuendelea kuthibitisha thamani, yani jinsi ambavyo thamani ya mchezo wa football inavyoendelea zidi kupanda, lakini FIFA kwa kweli inafanya vitu vya msingi sana, ikiwemo kutunza kumbukumbu sio tu ya mpira uwanjani, matukio yote yanahusiana na football. Yes, Ali Mayai Tembele akiweza kuangazia hayo ya kuhusiana na fainali za Kombe la Dunia mwaka 2010. Kumbuka mtu anaweza kujiuliza hapa ni wapi? Hapa tulipo ni sehemu ambapo panaitwa Tiffan Diamond Hotel, ambapo inapatikana maeneo ya mtaa wa Makunganya, ambapo unapata huduma mbalimbali kuanzia ya viwango vya juu, ile presidential, lakini bila kusahau timu mbalimbali zikiwa zinakuja hapa kucheza nyumbani Tanzania wanakuwa nafikia hapa, timu za Sekafa, timu ambazo zinacheza katika ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho barani Afrika, hata michuano ya kufuzu finali za Kombe la Dunia, lakini pia kuna restaurant nzuri sana na huduma nzuri sana. Hii ni 4-star hotel, unapata ile hadhi ya juu kabisa. Nakumbuka ukiachana na ya hapa Makunganya, lakini pia mtaa wa tatu tu hapo Indira Gandhi ipo pia nyingine Tiffan Diamond Hotel. Unapata huduma za kitalii za kizuri zaidi, classic, na unapata uzuri kabisa. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo pamoja na teacher Tigana Lukinja pamoja na Ali Mayai Tembele, tukiweza kuangazia masuala mbalimbali kuhusiana na finali za Kombe la Dunia. Lakini kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi, kisha tutarejea. Bado tupo na wewe, tunaangazia mengi sana ambayo tupo nayo katika siku hii hapa leo. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo na teacher Tigana Lukinja pamoja na Ali Mayai Tembele. Bado tunaangazia finali za mwaka 2010 zilizofanyika kwa mzee Tata Madiba Mzilekeza Mandela mwaka 2010. Moja wapo ya kitu ambacho kilisisimua sana ni baada ya finali za mwaka 1990 za Cameroon chini ya Laurent Mila, wakina Mbiyik, wakina Kunde, kufika hatua ya robo finali na kuondolewa na England. Lakini Senegal chini ya kocha Mfaransa Bruno Metsu walifika hatua ya robo finali na kutolewa na Uturuki, yakina Ilhan Mansiz, wakina Rustu Lekba, Hassan Sas, Hakan Suka, Umit Davara, wakaweza kuondoa kwa bao 1-0. Lakini safari hii ikawa ni Ghana chini ya kocha Milovan Lajevac kufika hatua ya robo finali. Ilikuwa statement kocha Tigana Lukinja, hususan Ghana ambayo timu ya under 20 ilibeba ubingwa wa Kombe la Dunia la FIFA. Yes, kulikuwa na ujumbe mkubwa sana wa super performance, na ilitoa funzo pia kwa mataifa mengine ya ukanda wa Afrika. Ujue Ghana alipata nafasi yake ya World Cup ya kwanza 2006. Kwa hiyo 2010 anacheza robo finali, ilikuwa ni hatua, alikimbia sana. Na ile ya kwanza alifika 16 bora kwa Brazil 3-0. Yes. Sasa somo alilolitoa ni kujaribu kuexport players wa ndani wakacheze nje. Walikuwa wameshapata uzoefu mkubwa, wakina Sule Montali, wakina Samoe Gyan, yes, wakina Michel Sieni na wenginewe. Kule kucheza Ulaya, maana yake walipokuwa narudi kwenye mechi ya Kombe la Dunia hakuna uoga, kwa sababu wachezaji hawa week in week out tumepambana nao kule Ulaya, unawazoea, unawafahamu. Ndio maana aliweza kustep mpaka hatua ile ambayo alikwenda kutoka kwa machungu katika hatua ya robo finali. Na nakumbuka kuna bwana mmoja anaitwa Lee Ad. Lee Ad ni former player wa Black Stars Ghana. Alikuwepo kwenye kikosi na ile scenario ya Suarez kushika mpira, yeye alikuwa kwenye ile eneo. Kwa hiyo linamuumiza. Mimi nilibahatika kukutana naye baada ya miaka 9
Ile World Cup 2010 mimi nilikuwa Ghana 2019. Nilikuwa nakifanya naye mazoezi kila mara. Nilipojaribu kumuuliza lile, unamwona anakunja kabisa uso jinsi gani ilimuumiza. Anaumia. Yes, anaumia. Kwa hiyo ilikuwa inaleta changamoto sana kwao. Sasa kama yeye ambaye alishiriki ilikuwa inamgusa vile, watu wengine ilikuwa inagusa kwa kiwango gani? Ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Lakini kwa nini walikwenda kwa haraka kwenye mafanikio? Ni kutoa wachezaji nje kucheza kwenye ligi mbalimbali. Wakirudi wanarudi na uzoefu mkubwa sana. Inawezekana hali Ghana alikuwa amefika hatua ya kuweka shilingi tu hapa kwenda nusu finali kuandika rekodi. Na ndio ilikuwa rekodi, ilikuwa ndio kwa mara ya kwanza. Wachiari, yani unajua katika mjadala. Ile mpaka nakumbuka ile mechi sisi tumeiangalia kwenye group. Tumejazana. Ilikuwa tumeiangalia Sinza. Hapa Sinza group tumejazana tunaangalia ile mechi. Yani watu wote wanaamini, washabiki yani tulikuwa na imani kwamba Ghana inaenda kuweka rekodi kwa mara ya kwanza kuingia kwenye hatua ya nusu finali, kwa mara ya kwanza kuingia kwenye hatua ya nusu finali, kwa sababu ilikuwa mara ya kwanza kabla ya watu wanaiona sasa hivi Morocco hii 2022 kuingia nusu finali, lakini Ghana wakati ule ilikuwa ni opportunity ya kuweza kuingia kwenye hatua ya nusu finali. Na katika football unakumbuka ile mechi jinsi trend ya matokeo jinsi ilivyokwenda, kwa sababu mpaka dakika 90 imekwenda kwenye extra time. Luis Suarez ile kauzuia mpira ule kwa mkono. Dakika ilikuwa ni 119. Anakwenda Samoa Gyan kwenda kupiga penalty. Kwa hiyo watu kabisa, watu yani ilithibitisha kwanza ile mechi. Unajua ni moja kati ya mechi ambazo zilithibitisha yani Afrika wote wote wa Afrika wote tulikuwa tunaiunga mkono Ghana wote. Achilia bali apart from hiyo Tanzania tulikuwa wote tulikuwa tunaangalia kwa pamoja. Hata comments ukiangalia mkikutana wapi sehemu zote unaona kabisa kwamba wote tunakwenda as African. Kwa hiyo kwa mechi ile wote tulikuwa tunaiunga mkono Ghana, lakini kwenda pale Samoa Gyan kapiga ile penalty ikapiga nguzo ikatoka nje, kwa kweli iliwauma watu wengi sana. Na kwenda kwenye penalty shootout. Teacher Tigana. Naam. Asamoah alikuwa ni penalty taker. Yes, wa timu. Wa Ghana, wa timu. Binafsi yangu mimi nilidhani kama penalty kama ile mkongwe mtu kama Suleiman mchezaji Stephen Apia ambaye alikuwa ndo nahodha mkuu wa kikosi, mtu kama John Mensah ambaye alikuwepo, labda ndo angeenda kutake ile penalty. Kwa jibu la kiwalimu ni kwamba mara nyingi walimu wale free kick takers, penalty takers, yes, wanawaandaa mapema. Unakuwa na chaguo la kwanza, chaguo la pili, chaguo la tatu, na ni kama vyeo kwamba wewe nimekuchagua katika chaguo la kwanza. Kwa hiyo walimu mara kadha wanaandaa mpiga penalty, wanaandaa free kick taker kutokana na upande. Maybe yuko vizuri kwa mguu wa kushoto, inaotokea upande wa kulia, tunaamini mtu wa mguu wa kushoto anaweza kuchagua engo zile mbili. The same mtu wa mguu wa kulia anapopata faulu ya upande wa kushoto. Kwa hiyo mwalimu anafanya maandalizi. Sasa kwake yeye yalifanyika maandalizi kama chaguo la kwanza. Japo kijikanuni hichi kinaweza kikavunjika endapo mtu amescore labda goli 2, mnamtengenezea hat-trick, alafu imetokea, mnaweza mkamdrop mpigaji wenu wa kwanza, mkamwambia huyu mtu kwa ajili ya kutengeneza record kama kuna mbio za ufungaji bora na vitu kadha. Kwa hiyo kwa Asamoah Gyan alikuwa na deserve kupiga ile penalty. Nafasi mchango wa senior players wale dhidi yake ilikuwa ni kwenda kumencourage kabla kwenda kupiga, bwana tunakuamini ndio maana tumekupa nafasi hii, huenda ingetuliza kitu akilini na kwenda kuwa na utulivu zaidi kwenye kupiga. Na hata baada ya ilijadiliwa ile kwamba kwenye training program alikuwa ameshafunga penalty 20 with confidence, 100% confidence kwamba anafunga. Baada ya ile ilijadiliwa sana. Ilishaonekana kwamba kwenye training program alishafunga penalty 20. Kwa hiyo alikuwa na uhakika 100% anakwenda kutekeleza kile ambacho wamekiandaa. Na alikwenda kwenye penalty 5-5 alifunga. Japo ile 5-5 of course unakumbuka alifunga tena with na wengi wako wanasema mara akilini alikopo anapanga kwamba anaenda kushangiliaje kidogo, atacheza hivi atarudi. Hapo ndipo huwa inathibitisha kwamba penalty huwa cha kwanza, unajua sio achilia mbali mbinu, ni maandalizi ya kisaikolojia kwanza, kwamba unatakiwa kuwa na utulivu. You had to have 100% concentration. Ndio unaweza sio 100% concentration, lakini hata ukiwa na 80 something concentration, you have to concentrate kwenye penalty. Lakini sasa kutokana na uzito wa penalty, kwa mfano mimi nakupa penalty hapo wewe, bwana nenda kafunge pale, unaweza kafunga hata 5. Goalkeeper tena huyu hapo, goalkeeper mimi hapa
unaweza kunifunga hata 5. Lakini mimi hapa naweza kukwambia bwana, goalkeeper mimi hapa. Ukifunga penalty hapo unapata milioni 5. Kwa hiyo concentration sasa inakuwa kwenye milioni 5 zile. Kutokana na uzito wa lile tukio. Ni moja kati ya kitu ambacho huwa ndio maana kwenye maandalizi ya penalty huwa senior players, wachezaji wale ambao wa kongwe ndio huwa wanakuwa na mchango mkubwa sana kutokana na ustahimilivu ambao wamepitia. Kitu ambacho huwa kinawafanya kwenye decision making pale kwenye penalty wa concentrate kwenye kufunga penalty kuliko ni kuconcentrate kwenye matukio ya penalty baada ya kuifunga, kwamba ninatoa kombe au si ninafanya nini. Kwa moja kati kesho mimi nilikutana nacho hicho Kampala kwa mara ya kwanza nacheza mashindano ya wakati ule klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati. Kocha Luis Filipe kocha Luis Filipe kocha wa Yanga wakati ule alikuwa Mkongomani Raul Shungu. Wakati ule ananichagua mimi, Ali utapiga penalty ya mwisho. Tunacheza na Villa pale Kampala Uganda finali. Ali utapiga penalty ya mwisho. Nikamwambia sawa, kwa sababu wanasema katika football moja kati ya kitu ambacho huwa mchezaji anatakiwa kufundishwa kwamba wewe hujijui, kocha anakujua kuliko unavyojijua. Kwa hiyo akupa jukumu, anajua utaweza kutekeleza. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho ulikutana nacho penalty ya 5 ndio nikaenda kufunga. Watu wote wamekaa wanasubiri, nakumbuka Said Bini Kinani tayari wameshaanza kushika mabendera na nini vitu gani, yani nasubiri mimi nifunge tayari. Lakini nikaenda nikapiga penalty ya mwisho ile. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vitaendelea kwa kumbukumbu. Hata mimi nakumbuka tukio kama hilo na pressure ambayo huwa inakuwepo, na by that time ilikuwa ndio mwaka huo ndio ilikuwa ndo nimeanza kucheza Young Africans kutokea CDA kwenye mechi za ushindani kubwa kama zile. Sawa, Ali Mayaya kitukumbusha hapo. Tukiongezea kidogo finali za kombe la dunia, miongoni mwa kitu ambacho kilitrendi sana ni mpira ambao ulikuwa unatumika, ulikuwa unaitwa jina la Jabulani. Na miongoni mwa mtu aliyekuwa fundi wa kuitumia basi ni Diego Forlan. Uruguay huyo Forlan. Yes, unajua mipira labda tukumbushe kwamba inatengenezwa kwa 100% kwenye science. Kwa maana neno physics, kwamba kipenyo, uzito utakaweza kukabiliana na hali ya hewa. Kikawaida mpira una circumference, kwa maana mzunguko wa sentimita sentimita 68 mpaka 72. Yes, kwa maana kutoka napojaziwa upepo kuzunguka hivi. Kwa hiyo ukinyosha ndio utapata hizo sentimita. Lakini kuna kitu kinaitwa ohms, kwa maana kiwango cha upepo kinachotakiwa kukaa kati ya 14. Hata mpira una material husika, kwamba lazima iwe plastic au ngozi au sandarusi, ndio mipira inavyohitajika. Lakini pia kuna nyongeza ya uzito, uwe kati ya robo kilo kwa maana robo kilogram 250 mpaka 450, siende 500 kwenye nusu. Kwa hiyo ndo mpira uko hapo. Sasa huwa kuna sababu ya kimsingi jinsi ya application, jinsi ya kutumia kwenye pigo lako. Kuna kitu tunasema uzito, force times distance is equal to work done. Yani zao unaolipata linatokana na uzito unaopiga, nguvu uliotumia na umbali husika. Sasa Jabulani ilikuwa inakataa vitu vingi sana vya kisayansi according to mtumiaji aliyowini tenda ya kuleta Jabulani. Kwa hiyo watu walio wengi wakawa wanajaribu dead balls zinawashinda. Yes. World Cup ya mwaka 1998 Ufaransa, kulikuwa kuna magoli ya dead ball. Mpaka David Beckham, Alex Ferguson alimpigia simu Graham Hodo, kocha wa Uingereza aliyokuwa na timu, akamwambia kwa nini una misuse David Beckham? David Beckham ndio mtu pekee katika wanangu wote ambao anaweza kufufua mpira uliokufa. Basi Beckham akapractice na akafunga kwa mipira migumu ya World Cup ya mwaka huo. Kwa walivyorudi 2010 ndio hapa tunamzungumza sasa Diego Forlan, ambao ndio ulikuwa wakati wake. Wengi iliwatatiza kwa sababu ya material iliyotengenezewa na hivyo viwango vya kisayansi ambavyo vilikuwepo kwenye mpira. Ila yeye aliweza kumaster, na hata magoli yake 5 yote aliyoyafunga alifunga nje ya box, kwa sababu alikuwa anaweza kupiga mbali. Lakini zile Kevin za Roberto Carlos, nakumbuka Roberto Carlos fullback ya kushoto, ambaye ni
yani offensive yuko 100%, defensive 100%. Ataendelea kuwa rekodi. Umenikumbusha Roberto Carlos kweli na miongoni mwa kitu ambacho nilikiona kwa Carlos alikuwa anazungumza kuhusiana na Fernando Hierro, jinsi ambavyo Hierro alikuwa anacheza naye alafu yeye yupo pembeni, alimwambia ukinikavia sehemu yangu mimi nitaenda kukusaidia kule kushambulia Real Madrid kwa Blanco. Wakati hayo yakiwa yanajiri, kuna miongoni mwa matukio ambayo yalitokea ni kuhusiana na Ufaransa na Italia ambazo walicheza fainali ya kombe dunia mwaka 2006. Mwaka 2010 waliishia hatua ya makundi pamoja na bingwa mtetezi Italia Azuri. Lakini ukiachana na hayo, ni fainali iliyowakutanisha Hispania La Roja ambao walipambana na kikosi cha Uholanzi the Orange ama Orange wenyewe wakijita the Dutch, na kufainali ni Andres Iniesta akiweza kupatia bao muhimu la ushindi. Ni kizazi cha dhahabu, of course, lakini na Spain pia ilikuwa rekodi iliyoweka, ilikuwa ndio nchi ya kwanza kutoka Europe kutoa taji nje ya Europe. Ndio taifa la kwanza kutoa taji nje ya Europe la FIFA World Cup. Ni moja kati ya rekodi ambayo ndio walicheza finali wote nchi kutoka Europe, lakini moja kati ya rekodi ambayo ilikuwa inahamasisha kwamba ndio wote finali waliingia ni mataifa kutoka UEFA na wakafanikiwa kuweka Spain walifanikiwa kuweka rekodi ya kutoa taji kuwa ndio na nchi ya kwanza kutoka Europe kutoa taji nje ya Europe. Tigana, inawezekana bahati mbaya nuksi iliwaandama Uholanzi wakina Wesley Sneijder, Huntelaar, Jean-Claude Huntelaar, akina Michael Bommel, wakina Van Persie, kwanza mimi ni declare interest World Cup. Sijawahi kushabikia timu nyingine zaidi ya Uholanzi. Kwa hiyo unaigusa nafsi yangu. Sasa mimi ukate papo. Na mimi waga England. Tuendelee. Unanigusa nafsi yangu afu unanirejesha, nafanya marejeo elfakli ya maumivu ambayo tuliyapata siku ya mashabiki wa the Orange. Ufundi wa mchezo wenzetu walikuwa advanced sana. Generation ya Barcelona inaowini treble ya 2009 chini ya Joseph Pep Guardiola, kuwa na wachezaji 8 kwenye ile game, wachezaji ambao ni technicians. Unapata wachezaji wenye varieties, wenye ufundi tofauti tofauti. Huyu anachangia hiki, huyu anachangia hiki, huyu anachangia hiki. David Villa kwenye ubora wake, Pedro hapa kwenye midfielder, Iniesta, Xavi Alonso. Yes, walikuwa na timu ya maana. Kuna mtu mmoja anaitwa David Silva ambaye ameshiriki kuwapa mafanikio makubwa, yani kuitransform Man City. Yeye ameshiriki kwa sababu alitoka Valencia akaenda kujoin pale. Sasa wako kwenye fomu yao ya hatari. Kwa upande wa sisi wa Uholanzi, wa Dutch tulikuwa na silaha ya maangamizi moja, Wesley Sneijder pekee. Ilikuwa ni vigumu kubato na timu ambayo ina watu wenye maarifa makubwa. Walikuwepo lakini yani wale wanaenda na tofautiana. Mmoja anaweza kawa na 71% ya ufanisi, mwingine ana 65, 60 ngapi, kuna gap. Lakini ukiwaleta timu ya Spain kama ni wako juu ya 70, basi unakuta mmoja 71, mwingine 72, 73. Uwezo wa kusaidiana ndani ya field unakuwa mkubwa kuliko. Nakukumbusha kwa sababu ni kweli katika timu ya Spain iliyotoa taji, La Masia ina mchango mkubwa. Academy ya La Masia ilikuwa na wachezaji ambao iliwalea pale zaidi ya 6 7, walikuwa 8, walikuwa almost wachezaji 8. Kwa hiyo unaona kabisa ile program ya La Masia ni moja kati ya yani walikuwa na impact kuweza kuiwezesha Spain kuweza kutoa ile taji. Kwa hiyo kuna wachezaji 8 ambao wote wamepita kwenye Academy ya La Masia, kwa hiyo walikuwa wamepata well preparation kuelekea kwenye mashindano haya ya World Cup. Inabaki 2010 kusalia kwamba kuzalisha kitu kinachoitwa goal line technology. Mchezo wa hatua ya 16 kati ya England dhidi ya Ujerumani. Bao la Frank Super Lampard likataliwa. Iliwaumiza sana Waingereza kwa almayai hapa. Frank Lampard moja kati ya kitu ambacho yani media za Uingereza wakati ule, by that time wakati ule zote zilijadili hadi wakati ule. Taarifa habari watu wanaangalia taarifa ya habari nani tu. Zinaanza kusema habari nyingine by that time. Taarifa ya habari inazungumzwa lile bao. Hiyo ilikuwa inaonyesha seriousness ya kile ambacho kilichotokea kule South Africa na jinsi ambavyo England walikuwa unajua ndio kama mimi ulivyo declare interest. Hata mimi pia nilikuwa ni mmoja kati ya supporters wa Uingereza, kwa sababu hata timu wakati inaondoka kuna kauli ilikuwa imeondoka, watu walikuwa wanaunga yani kwa kikosi kile kilichopo above the Rooney we have the Rooney, above the moon we have the Rooney. Wayne Rooney alikuwa anaonekana kwanza yuko juu wakati ule, ndio. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo kwa kweli lilipelekea
likasababisha hadi IFAB, International Football Association Board, kuweza kuangalia namna, kwa sababu baada ya kureview, baada ya kuangalia, ndio teknolojia ilikuwa haijaendelea sana kama ilivyo sasa hivi, lakini ni moja kati ya kitu ambacho kilisukuma sana hadi ile IFAB, shirikisho ambalo Uganda linasimamia technical aspect ya masuala ya football uwanjani la FIFA, likafikiria kuja na goal line technology ili kuangalia kweli ili yuko mbele ya safari yasije kutokea matukio kama kutokana vile ambavyo Uingereza ililitangaza lile tukio na dunia nzima kuona kwamba kweli walikuwa wamefunga goli. Miongoni mwa timu ambazo hakika zimekuwa na ushindani wa hali ya juu, huwezi kuacha kuitaja Ujerumani, Die Mannschaft. Mwaka 90 walishinda taji chini ya Frank Beckenbauer, King Kaiser, lakini mwaka 2002 walicheza fainali na kufungwa na Brazil kwa kichapo cha mabao 2-0, mabao yote akifunga Ronaldo, Ruiz, Nazario de Lima, El Fenomena. 2006 waliandaa fainali, lakini mwisho wa siku waliishia kushinda hatua ya 3. Lakini 2010 tena walijaribu turufu. Hii ilikuwa ni Ujerumani mpya ambayo ilikuwa ina mchanganyiko wa vizazi na vizazi, ukiachana ile ya Jurgen Klinsmann ya mwaka 2006. Lakini katika fainali za mwaka 2014 zilizofanyika Brazil, hali ilikuwa ni tofauti. Chini ya Joachim Löw wakashinda taji. Ujerumani ilikuwa imejengeka vizazi nje ya Ujerumani, wakina Lukas Podolski hawa wenye uraia wa Poland, Sami Khedira, wakina Mesut Ozil. Ulikuwa ni mchanganyiko wa vijana ambayo wakabeba taji katika ardhi ya Brazil. Naam. Yes, kwanza ilikuwa jambo jepesi. Walikwenda na mpango mkakati. Kuna maneno huwa watu wanasema kuna mbinu za kijasusi. Wao Die Mannschaft kwenda kuchukua ubingwa Brazil walikwenda na mbinu za kijasusi. Haikuwa hivi. Wenzetu baada ya mashindano huwa wanakaa na kutathmini, kwa maana mnafanya postmortem na inaamka na maazimio mapya. Kwa mfano kila walipokuwa wakikomea, watakavyorudi kwenye postmortem inawapa direction, tunaanzia wapi. Kwa mfano kwa kuelekea kule Brazil, walikuja na strategic kadhaa, lakini ya kwanza ni kutangulia kuijua Brazil, kwa maana waijue Brazil, watengeneze center watakaofikia wao, wakafanye mazoezi kwa muda mrefu wakiwa Brazil, alafu watakapomaliza mashindano wao, kama ujumbe wao utakuwa umetimia, basi sadaka zile mahali zitaachwa kwa ajili ya hiyo. Ilikuwa ni moja ya mpango mzito ambao waliutengeneza. Na nyuma yake walikuwa wametengeneza timu kwa kupitia timu za vijana hizi za UEFA zinapocheza kwenye level ya vijana, ndipo base yao yani ilipotengenezewa pale. Muhimili ulianza kwa kutengenezwa kwenye michuano ya vijana. Kina Tom Cruise career yao 2021 unacheza under 23, unacheza, wakapata strong team pamoja na hawa watu wa mataifa mengine kama unapozungumza Poland ambao ni karibu sana kijiografia na Ujerumani. Ilikuwa ni rahisi sana kwa wale family kuingia intermarriage na nini, mtu anazaliwa upande huu anajitambulishwa kama ni wa upande huu, lakini walikuwa na target kubwa sana ambayo ilikwenda kuwasaidia. Walikuwa wamesimama kwenye mbinu za kiufundi, kuwa na timu bora, alafu kwenda vitani wakiwa na mbinu bora za kivita, ikiwemo hiyo ya kujenga center yao ambao watafikia, watatrain ili kuepuka bugdha. Na mimi nakubaliana na wao, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu unahitaji sana utimamu wa mwili na saikolojia. Wajerumani katika maisha yao ya kawaida kuchangamana na watu wengine hivi sometimes zinaweza ikatokea matatizo. Kwa kuwa walikuwa wanajijua wao ni watu wa aina gani, wakataka wawe na upekee. Kwa sababu labda player unamwamini, si ndivyo? Alafu katika misingi ile kapata kero ya mtaani siku moja kabla mechi, kile kitu kinaweza kabaki kichwani. Kwa hiyo kuondoa ile, wakataka waishi maisha ya peke yao wakiwa wanaliwinda kombe kwa staili ambao waliona kwao ni sahihi. Kweli unasema, kwa sababu wanasema ile program ya 2014 walipanga tangia 2002. 2002, yes. 2002, yani wakaja impact, yani hiyo impact yake. Wanasema 2002. 2002 tunakumbuka kule Japan na Korea. Baada ya kukosa ile nani? Kuna kocha Rudi Vola. Kocha Rudi Vola. Na unajua goalkeeper alikuwa nani yule kule? Kwa goalkeeper bora Oliver Kahn. Ambaye alifunga magoli na nani? Mawili na Ronaldo de Lima. Yeye anasema Perugi Colina kichekesha na ile plan ya 2014 walipanga 2002. Hapo tunapozungumziaga kuwa na short term na long term development plan. Hiyo ni moja kati ya reference ambayo
huwa inaendelea kutumika hata kwenye training program za baadhi ya FIFA hizi seminar ambazo huwa zinatolewa mimi nimesha kuhudhuria baadhi ya mafunzo fulani unakutana na reference kama hizo. Moja kati ya reference ambazo huwa zinatumika kwenye kuwa na long term plan kwa timu za taifa, achilia mbali vilabu. Kwenye vilabu kuna rahisi, lakini kwa timu ya taifa ambayo huwa inatakiwa iendane na ratiba ya FIFA. Kwa sababu wachezaji unajua muda mwingi wanakuwa kwenye vilabu vyao, lakini wachezaji hao lazima uwe unawapangia program ya kuwaendeleza ambayo huwa inaendana na ratiba za FIFA. Ndio kitu ambacho Wajerumani walikifanya na impact yake ikaja kuonekana kwenye FIFA World Cup ya 2014 wakatoa taji. Yes, hayo ni kuhusiana na fainali za kombe la dunia mwaka 2014. Bado kuna mengi sana hatujayagusa, hususan Ilazo, kichapo cha mabao 7-1 ambacho Brazil walikipata kutoka kwa Ujerumani. Kumbuka hapa tulipo ni Tiffany Diamond Hotel, ikiwa inapatikana maeneo ya Makunganya Posta hapa, lakini mtaa wa 3 tu hapo unapata hoteli nyingine ya Tiffany Diamond Hotel ambayo ipo mtaa wa Indira Gandhi. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo pamoja na Ali Mayai Tembele pamoja na Tigana Lukinja. Lakini kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi kisha tunarejea. Asante kwa kuzidi kuendelea nasi tukiwa tunaangazia kuhusiana na kipindi maalum cha World Cup nyumbani ndani ya Azam TV. Michezo yote 104 unaipata katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini bila kusahau uchambuzi wa Kiswahili pamoja na Kiingereza unaipata katika michezo yote 104, lakini bila kusahau matangazo ya mpira yote michezo 104 kwa lugha ya Kiingereza pamoja na Kiswahili kwa shilingi 28,000 tu. Uhondo usio mithilika unaupata kupitia Azam TV. Hakika ni burudani ambayo hupaswi kuikosa ukiwa nyumbani katika fainali za kombe la dunia zinazofanyika katika nchi ya Canada, Mexico pamoja na Marekani. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo pamoja na Tigana Lukinja pamoja na Ali Mayai Tembele. Miongoni mwa kitu ambacho machozi yaliwatoka wengi zaidi ni kichapo cha mabao 7-1 Luis Felipe Scolari. Hakika hatokuja kusahau kile kichapo. Tigana Lukinja. Yes, ni matokeo ambayo hakuna mtu aliyetegemea kwa ukubwa wa taifa, hatua waliokuwepo katika siku ya mchezo. Walitaraji labda bao 1-2 ushindani utakuwa humo, lakini kufungwa bao 7 ni kudhalilishana kifootball, lakini ilikuwa ina jinsi timu ambayo ilikuwa imejiandaa vizuri sana. Huwa kuna matatizo makubwa sana timu za Ulaya zinapocheza, timu za Amerika zinapocheza, hiyo Amerika Kusini au Latini America, maana yake zinapocheza na watu wa Ulaya huwa wanapata tabu sana, wanapata changamoto ya kiufundi kwenye kucheza, kwa sababu mpira wa Ulaya uko basically kwenye science na teknolojia. Msumi wewe ni threat kwenye timu. Watu wanaifanyia kazi kwenye mbinu za kisayansi. Ukiwa umeshakimbia mita 35 mara 2, energy yako itakueje? Kwa kutumia vipimo. Siku hizi tunaona zile catapult vest, zile GPS, ni teknolojia inayoanzishwa upande wa Ulaya. Wao huku Amerika hawana teknolojia kama hivyo. Kwa hiyo kama wanamtegemea key player fulani, wao wanaweza kumtengenezea misingi ya kiufundi ya kumoutshine. Akawepo lakini asishine kwenye game. Ndio ambayo ilikwenda kufanyika kwenye mchezo ule. Kwa hiyo totally Brazil yakaonekana kuzidiwa na dhahama ikawakuta. Ni kweli, na hicho ni moja kati ya reference ambayo huwa inatumika kuthibitisha kwamba ndiyo individual brilliance, uwezo wako binafsi against tactical discipline, nidhamu ya maelekezo, ni vitu vya msingi sana. Kwa sababu kwa Europe ni kweli, kwa sababu kwa miaka ya nyuma huko kwa soka, nature ya soka ya Brazil ilikuwa ni kutegemea uwezo wa mchezaji binafsi, individual brilliance. Kama ni winger anakimbia, anapiga chenga, midfielder yani fullback labda kupiga cross, kufanya. Kwa hiyo uwezo wa mchezaji binafsi ni moja kati ya kitu ambacho kinatoa mchango mkubwa sana kwa soka la Brazil. Lakini kwa Europe baada ya kufanya research ikaja kuonekana as a team, nidhamu ya tactical discipline, nidhamu ya kufuata maelekezo ya kocha ndio inayoweza kufanya matokeo, timu ikapata matokeo chanya au matokeo hasi. Na hiyo ni moja kati ya reference ambayo hata kwenye training program nyingi baadaye ndo zilikuja hata kule Latin America, mataifa mengi. Mimi kule Chile tulikwenda wakati ule kucheza. Mimi nilikwenda, Abdallah Saleh Sabebe, Edbi Jonas Kunyamila na Ephraim Makoy, tulikwenda kule Chile la Katolika kucheza kule wakati ule hadi na sisi tukaanza kujifunza
kuhamasishana kwa lugha yao. Lento, poquito. Ndio ambacho ilikuwa tumejifunza kule. Kwa hiyo kwa kule ilikuwa ni uwezo wa mchezaji binafsi. Kwa hiyo kwa ile mechi ambayo Brazil walifungwa ni moja kati ya reference ambazo zilithibitisha kwamba ni kweli tactical discipline, kwa sababu Europe research washafanya nyingi sana katika football, kitu ambacho ikapelekea sasa hadi mabadiliko ya training program za coaching kutokana na kile ambacho kilionekana katika mechi ile. Ingawa kuna Wabrazili wengi, unajua kuna baadhi ya Wabrazili walichanganyikiwa baada ya matokeo. Hakuna Mbrazili aliyekuwa anaamini, yani sio tu Mbrazili, yaani dunia ilikuwa ni surprise kutokana na hadhi ambayo walikuwa nayo Brazil, alafu nyumbani, alafu magoli waliofungwa. Kuna baadhi ya Wabrazil katika reference walichanganyikiwa kutokana na matokeo ya mechi ile. Inawezekana inabaki kuwa ni doa kubwa kwa Luis Felipe Scolari, licha ya kwamba aliwapatia taji mwaka 2002, licha ya kwamba alienda Ureno, alifikisha fainali ya Euro mwaka 2004, wakapoteza mbele ya Ugiriki kwa bao 1-0, lakini safari hii aliporejea tena nyumbani, tena fainali zikiwa nyumbani, unapokea kichapo kile, ni dhama. Tena yeye binafsi kwa Brazil na wafahamu mimi historically walimheshimu sana. Kuna kisa cha yule Barbosa, golikipa ambaye alifungisha goli, ilikuwa ni mwaka 1960 nafikiri huko 62 kama 62 World Cup. Mpaka leo kuna watu wanakwenda kudhihaki kaburi lake kwa sababu ilikuwa ni kitu kibaya kigumu. Walipoteza fainali bao 2-1 kama si 2-0 kwa Uruguay. Uruguay wakachukua kombe kwa ardhi ya Brazil. Kwa hiyo Brazil huwa wanaona kama kuna laana fulani kwa yule Barbosa ambao ndo alikuwa goalkeeper wao. Wanasema walichangia kifo chake kwa sababu alikuwa na msongo wa mawazo kwa jinsi alivyoliangusha taifa. Sasa Scolari baada ya mafanikio mwaka 2002 hawakumdhihaki kwa sababu aliwahi kuwapa kitu. Lakini imekuja vingine, yeye amekosa kuwapa ubingwa, waliishia kulalamika, lakini walimheshimu kama ni kocha mwenye mafanikio yake. Lakini hii huwezi kuondoa doa alionao. Na sisi binadamu ukiacha wa Brazil, Blazari hapa atakumbuka, tunaweza tukakumbuka baya kuliko zuri lilofanya. Of course. Baya uliomfanyia mtu. Kwani Zaire inakumbukwaje kwenye World Cup? Zaire. Sio DRC, Zaire inakumbukwaje kwenye World Cup? Ya mwaka 74. Si magoli iliyofungwa? Magoli iliyofungwa. Walifungwa 7, magoli mengi sana. 9 Yugoslavia. Zaire ya Mobutu Seseko. Mobutu Seseko huko mbengu wa Zabanga. Ukiangazia jinsi ambavyo hii ilivyokuwa, miongoni mwa tukio ambalo lingine lilotokea lilikopo la Giorgio Chiellini na Luis Suarez. Suarez alimnata Chiellini. Licha kwamba Suarez alikuwa katika kiwango bora akiwa na Liverpool, lakini hii ilimletea dosari kwa sababu fainali ya mwaka 2010 aliuzuia mpira kuingia langoni dhidi ya Ghana, akawa star kwao. Lakini safari hii kitendo cha kumngata mtu ilishtua wengi mayai. Ni moja kati ya kitu ambacho kwa wakati ule kilijadiliwa, alafu ikaonekana kwamba ndio matukio wakati ule bado yalikuwa hayaonyeshwi kwa sababu kwenye refereeing wakati ule ilikuwa bado yale matukio hayakuwa kwenye decision making, hayakuwa zile video au nini recorded zinatumika kwenye kufanya decision. Kwa hiyo ndio sababu matukio sio tu ya kungata, sijui kuvutana, sijui kufanya nini, lakini ni moja kati ya tukio ambalo lilizua mjadala mkubwa na lilithibitisha tabia, yani ushindani ambao yuko nao, ambao kuna wakati mwingine huwa anafanya maamuzi ambayo sio sahihi akiwa uwanjani. Kwa lile tukio alilofanya kwenda kumngata nani, na nilikuwa ni tukio la pili tena alifanya kwa Ivanovic katika EPL. La kwanza alifanya akiwa anacheza Ajax Amsterdam. Kuna mtu mmoja anaitwa Hotmal Bilali alimngata kwa mara ya kwanza, wakampa jina la The Cannibal of Amsterdam. Kwamba nyonya damu la Amsterdam kwa sababu ndio alifanya tukio lake kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kupitia Ivanovic, kupitia Chiellini, maana yake ni matukio matatu. Lakini cha kushangaza, rais wa nchi kwenye hafla ya Ikulu, kama ambavyo nyumbani hapo kufanya vizuri unaitwa Ikulu, alimpongeza, alimuona kama ni shujaa, alitumia maarifa yake yote ya kupambania nchi. Kwa hiyo walichukua vice versa, lakini mwisho wa siku alimtafutia wataalamu wa saikolojia wamrudishe, kwa sababu yule alikuwa mtoto wa mtaani, anatoka family yenye changamoto, lakini anafahamu sana mpira. Connection yake ya kwenda Ajax ambapo ndio maisha yake alipofunuliwa ilikuwa ni kwamba kuna scout walitoka Uholanzi
kwenda nyumbani kwao Uruguay. Yes, kumfuata mtu ambaye alikuwa yani ameondoka na jina lake, wamemhighlight jina na kumfuatilia, na teknolojia ya siku za nyuma ya scouting mpaka ufike field. Walipofika kule, wenyeji wao kwa kupitia chama cha soka wakaambia, huyu mchezaji mnaomtaka ana uwezo mzuri sana, lakini age yake iko hapa. Tunamuona sisi kuna upcoming, ana uwezo mzuri sana, tunaamini atawafaa zaidi kuliko huyu. Kwa hiyo mamlaka za soka pale ndio zilibadilisha itikadi kutoka target mpaka huyu kijana wa Uswahilini ambaye alikuwa hajafunzwa, hajapewa miko ya professionalism. Ndio maana haya matukio alikwenda kuyafanya. Huwa kuna kuona changamoto sana ya mtu kwenda kwenye ustaa mkubwa akiwa anatoka kwenye familia zetu za kati au za chini. Kwa hiyo ndio moja kitu kilichomuathiri. Lakini unapozungumza goli kwa namba 9 anayejua kufunga, Luis Suarez, unampa heshima yake. Wanasema tabia yake, yani tabia ile behavior, kwamba matukio hayo ambayo ndio maana kuje kuzungumzia Ajax Amsterdam, unajua ni moja kati ya academy ambazo pia zimekuza wengi sana Ajax. Kia Jambali la Masia Ajax na yeye alipita pale, lakini baadaye unajua baada ya matukio hayo ndio watu walipita kuanza kuangalia historia alikotokea, alivyofanya nini. Haya matukio mbona ndio wakajua kweli bwana katika football ndio pamoja na ushindani, lakini action is not a problem. Your reaction is a problem. Ni miongoni mwa vitu ambavyo yeye hata watu ambao huwa wanaweza akamkaba labda sana hivi kwa nini, lakini yeye anavyo react ni kitu ambacho huwa kinathibitisha, kinatumika kuthibitisha kwamba hajapita kwenye academy, kwenye mafunzo yale, kwenye baadhi ya vitu especially discipline, ili kuzingatia zile rules and regulation za kwenye ulinzi na kumlinda mpinzani wako. Ukiangalia Tigana, miongoni mwa jambo lingine kubwa ambalo lilitokea Brazil ni kuhusiana na rekodi ya Ronaldo de Lima kuweza kuvunjwa magoli 15. Alivunja Gerd Müller akiwa Ujerumani, yeye naye akaja kuvunjiwa na Mjerumani ndani ya kikosi cha Brazil. Naam, Klose yule alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufunga, hususan kwenye header. Kwa timu ikimjua, yes, inaweza kupiga cross nyingi ambazo yeye anaweza kuzitumia vizuri. Alijiintroduce kwenye World Cup ya 2002, 2006, 2010. Alipokuja 2014 alikuwa aged sana. Tena hakupaswa kuwepo kwenye cost ya Diamond Shaft. Walimleta mahususi kwa ajili ya kubreak records. Na timu ikamtengenezea pattern ya kucheza kwamba watu wa pembeni wakimbie wapige crossi, kwa sababu ana mtu ana matumizi mazuri ya kichwa na ana kimo kizuri. Kwa hiyo walishiriki Diamond Shaft kuanzia kwenye program zao kumwandaa yule kuwa mfungaji na hatimaye akafanikiwa. Miroslav Klose aliulizwa kwenye World Cup ile kama ulivyosema hapa kwamba ameletwa pale, ndio age yake imesogea, lakini katika mahojiano shawahi kuhojiwa hasa, mimi nilikuwa na uwezo sasa dakika 90 tu, mimi 20 naweza kucheza kutokana na vile ambavyo yani huwa ninajiandaa. Alikuwa anasema anaweza kucheza sio dakika 90 tu, lakini hata 20. Watu wanaona mimi mkongwe, lakini yeye katika mahojiano ambao alishawahi kuna nini zungumza, anasema anao uwezo wa kucheza dakika zaidi ya 90 na akatekeleza kile ambacho ameelekezwa na kocha wake. Pia sasa shilingi 28 mradi uweze kupata uhondo usio mithilika kupitia kisibuzi cha Azam TV, burudani kwa wote. Shukrani sana kwa Tigana Lukinja maarufu kama coach Tigana Lukinja, nyota wa zamani wa kikosi cha Tukuyu Stars wana Banyambala. Amepita pia Nazareth ya Njombe, amepita pia Majimaji wana Lizombe, lakini pia tulikuwa tupo na Ali Mayai Tembele, amecheza CDA ya Dodoma, amecheza Young Africans, lakini ameitumikia timu ya Tanzania Taifa Stars. Lakini kukumbusha tu kwamba ukipata nafasi tembelea Diamond Tiffany Hotel, ambapo unapata huduma mbalimbali kubwa za kimalazi ambayo hakika ni jambo la kujivunia na la kufurahia. Ni sehemu ambayo hapa mithiriki, au unasemaje kaka? Na mimi nataka nionyeshe kwa vitendo kile ambacho umekielezea ndugu yangu hapa. Naomba nionyeshe kwa vitendo hapa. Naomba nionyeshe kwa vitendo kile ambacho mipira ile spray ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya sasa. Mimi sisi tuli experience pindi na CDA, lakini tulijifunza tukiwa bado wadogo, kwa sababu alisajiliwa marehemu Ali Machela, unamkumbuka? Alisajiliwa CDA, akaja pale ndio striker wetu CDA tunamtegemea. Sasa kutoka Simba. Sasa sisi bado tuko wadogo, kwa hiyo yeye ndio sasa inapokuwa foul alikuwa anaongoza kufunga magoli. Foul yani dead ball zote ndio anaongoza. Sasa mpira ulikuwa ukiwekwa hapa, si goalkeeper tayari anapanga kule ukuta wake. Kwa hiyo mabeki na nawapanga na nini. Sasa sisi hatuambii, hajawahi kutuambia hata siku moja. Hatuambii. Wakifika pale sasa ameshapanga ukuta, ndio anachukua ule mpira wake
anafuta hivi kidogo pale. Sio unajua uwanja anafuta hapa. Alafu anaweka pembeni. Sikautu hapa. Wewe unaweza kuona yani kwa sababu hamna mtu anaye concentrate pale. Kwa hiyo anafanya hivi, anaweka hapa. Akifika ana kevu. Goli. Ni kitu ambacho ilikuwa sio kazi rahisi. I say haikuwa kazi rahisi lakini moment ambayo hakika tumeifurahia sana. Tukutane katika episode inayokuja. Shukrani sana. Hadi maana. Asante sana.